Shukrani sana kaka. Ni wasalimu tu wote ambao wako hapa, wazungumzaji lakini pia wasikilizaji. Leo sina mengi sana kwa sababu kaka Lissu kama alivyoanza wiki iliyopita, alianza kutengeneza foundation ya ushahidi wake, kwa hiyo ni wa kesi yake. Kwa hiyo ili kutokuharibu chochote ambacho labda kitasemwa baadaye au ambacho kimeshasemwa, leo sitazungumza sana kuhusiana na ambacho anakizungumza kaka Lissu, lakini pia hakihitaji taaluma ya kisheria kuelewa anachokizungumza kwa leo. Leo hakuna vifungu vya sheria, anazungumzia historia, namna ambavyo alikuwa anatetea haki za binadamu, namna ambavyo alikuwa amekamatwa kwa sababu za kisiasa na kesi zote hakuna hata siku amekutwa na hatia zikafutwa, mpaka kwenye kesi ya sasa hivi, na kuonesha kwamba amepata madhila kutoka kwa marais wote ukianzia Ben Mkapa. Kwa hiyo amezungumza kila kitu, lakini sasa hivi hoja ambayo anaizungumzia sasa ni swala la uchaguzi. Lakini pia labda nizungumzie tu hoja moja au mbili kwa dakika chache, alafu niache kuzungumza. Ni kwamba kwenye hii kesi, sawa, kwa watu ambao walikuwa hawajafuatilia, mahakama baada ya kesi kwenda kwenye mahakama ya rufani, nadhani tulikaa muda mrefu sana, na tangu ambapo shahidi wa kwanza wa upande wa jamhuri ya kutoa ushahidi ilikuwa ni siku ya tarehe 9 mwezi wa pili, mpaka jamhuri inafunga ushahidi siku ya tarehe 17 mwezi wa 8, tunazungumzia ni miezi kama mitano hivi, miezi sita na siku 8. Kwa hiyo utaona kabisa kwamba yani ndani ya hiyo miezi, lakini pia tukiacha kwamba tukichukulia kwamba kesi pia ilienda kwenye mahakama ya rufani lakini nachokisema ni kwamba upande wa DPP umekuwa na muda mwingi sana wa kupresent ushahidi na mashahidi, na hata ule muda ambao labda ulikuwa umeona umekosea, unaenda kukosea, kwa hiyo muda wote huo walikuwa wana nafasi ya kuweza kurekebisha makosa, tofauti na mtu ambaye ataambiwa atoe ushahidi yani moja kwa moja kuanzia tarehe hii mpaka tarehe hii, basi huo umeshamaliza. Kwa hiyo anakuwa hana muda wa kufanya research na mambo mengine. Na watu hapa wamezungumza hao mawakili wa Lissu ambao kwa mahakamani, je, wanapewa nafasi ya kuwasiliana naye kisheria? Ndio wanapewa, japo Lissu ni mwanasheria, lakini mahakama haimtambui kama mwanasheria, inamtambua kama shahidi, yani mshtakiwa. Kwa hiyo kikatiba, hata japo kuwa ni wakili, lakini bado ana haki ya kutetewa, ya kuwakilishwa. Kwa hiyo pia ana haki ya kuwa na mawakili ambao wako pembeni kama anajiwakilisha, ambao wanafanya research. Ndio maana muda mwingine anasema, jaji, naomba niongee na mawakili wangu kabla au baada ya kesi. Kwa hiyo hilo ni swala la kawaida kabisa. Sasa kitu ambacho mimi nimekiona ni hivi, na wengi mnajadiliana au mmezungumza kwamba jaji au amesema kwamba Lissu ataenda kuandika kitabu, lakini awaulize swali, naandika vipi kitabu wakati mnaenda kunifunga? Kisheria Lissu hatakiwi kwanza kuuliza hilo swali jaji kwamba nitaandika kitabu wakati unaenda kunifunga, kwa sababu hapo ana admit ile guilt kwamba yani kisheria ukiangalia hata mtizamo wa kisiasa ni kwamba Lissu anajua kabisa ushahidi unatosha wa kumfunga. Kwa hiyo Lissu anatakiwa awe confident, na yani kama yeye mwenyewe alivyokuwa kwamba aliwaambia mawakili, nendeni mkaandike submission and no case to answer. Kwa hiyo mpaka kesho Lissu anapaswa na atafanya hivyo kuzungumza kwamba yeye hatakiwi kufungwa na hafungwi, yani ndio huo ndio msimamo. Lakini watu pia waelewe kwamba baada ya ule muda wa kipindi cha miezi kadhaa mpaka kesi ikaenda mahakama ya rufani na mahakama ya rufani kufanya maamuzi, mahakama kuu ilikuja ikatupa taarifa kwamba kesi itaanza tena, yani itaendelea kuanzia tarehe 10 mwezi wa 8 mpaka tarehe 7 mwezi wa 9. Kwa hiyo hii nayo mkumbuke kwamba mahakama ilisema hii kesi itaunguruma chini ya mwezi mmoja. Sasa maana yake ni nini? Huo muda ambao tuseme mwezi mmoja ambao mahakama ilipanga,
Maana yake ni kwamba inategemea Lissu atakuwa amemaliza ushahidi wake na mashahidi wote ambao aliwaorodhesha, na atakuwa amefunga kesi yake, yaani hiyo siku ya tarehe 7. Naikumbuka kabisa kwamba mimi sijui siku hiyo kwa nini imepangwa, lakini siku ya tarehe 7 mwezi Septemba, mwezi ujao, ndio siku ambayo kaka Lissu alipigwa risasi. Ile ilikuwa mwaka 2017. Sasa sijui kwa nini mahakama imeweka hiyo siku, lakini anyway, labda watu wanaweza wakaja na maoni tofauti, lakini sasa kiukweli kwa hoja hii ni kwamba binafsi sioni kwamba kuna usawa, kwa sababu ukiangalia katika ushahidi ambao uliletwa na upande wa utetezi, ndio hii kesi ilikaa ikazima kwa muda, lakini shahidi wa kwanza alikuwa ni hiyo tarehe tarehe 9 mwezi wa pili. Shahidi wa mwisho wa DPP alikuwa tarehe 17, alikuwa ndio shahidi namba 17 yule kutoka Jambo TV. Sasa ukiangalia ni kwamba kiujumla ukihesabu kwa siku ambazo yani mashahidi walikuja kutoa ushahidi ni kama siku 20 na kitu hivi, kama na kumbukumbu, kwa sababu kuna muda ambapo Lissu alikuwa anawahoji mashahidi wawili kwa siku moja au watatu. Sasa ukweli unakuja vipi? Sasa hapa ndo nafunga kitu ambacho nilipanga kukizungumza. Ukweli hapa nazungumzia swala ambalo mahakama naona imefungwa. Yani sio imefungwa kisheria, bali imefungwa kisiasa, na mimi kuna vitu vingi ambavyo hii kesi naona inavyoenda. Mimi binafsi hii kesi nimeshaona inapoishia, ndugu zangu, sema tu ngoja kwa sababu ya kimaadili nikae kimya, na sitaki kuwa mpiga upatu au ramri afu mambo yakawa mengine. Lakini kwa mimi hapa ndugu zangu nimekaa nimekunja nne, basi nacheka tu na glasi yangu ya maji, nacheka tu naangalia huko kinachoendelea mahakamani, nacheka tu kwa sababu najua hii kesi inapoenda. Na sasa ukiangalia kwenye hii kesi kwa jaji, yani jaji au mahakama ambayo ina mpango wa kutenda haki, basi huwezi ukatoa kipindi hicho kwamba kwa sababu tulivyo resume, yani hii kesi ilivyoendelea, kwanza ulikuwa upande wa DPP unaendelea kuleta mashahidi, yani kuanzia ile tarehe 10 mpaka 17. Kwa hiyo sio kwamba ulikuwa ni muda wa kaka Lissu. Alafu then kaka Lissu ndo akaanza. Kwa hiyo maana yake kaka Lissu amempa muda mchache sana. Yani kama chini ya wiki 3 ya yeye kutoa ushahidi, yani kama wiki 2 na sasa huwezi kumpa mshtakiwa wiki 2 na kwa mtu ambaye amekwambia na mashahidi 15 akiwemo Samia Suluhu Hassan, kitu ambacho hakiwezekani ndugu zangu. Na kwa sababu kama sasa hivi Lissu ameanza kutoa ushahidi wake, lakini mpaka sasa hivi mnaona bado hajamaliza, kwa sababu yeye ndio material witness wa hii case. Kwa hiyo anatengeneza ile foundation ya kesi nzima, yani yeye ndio anajua mchoro wa hii kesi, kwa hiyo anauelezea, kwa hiyo atahitaji muda. Sasa tulisikia mahakama imesema kwamba alete tu hao mashahidi 4 ambao ni wanachama wa Chadema, kaka John Heche, kaka Mnyika, kaka Golugwa na Brenda Rupia. Lakini mahakama ikasema wengine ngoja mahakama inaenda kutafakari. Sasa ndugu zangu, hapa mimi niongee tu kitu ambacho nakiona, sio swala la kisheria. Kitu ambacho nakiona ni kwamba mahakama tangu mwanzo ilikuwa haina mpango ya Samia na wengine kuja mahakamani, yani kwamba kuna mambo ambayo mimi nahisi, kwa sababu nina akili ya kuvukia barabara walau, nimeona kabisa kwamba mahakama ilijua kabla hata Lissu hajaleta maombi au kuelezea mahakama mashahidi wake kwa mara ya pili, mahakama ilijua kabisa kwamba hao watu hawatakanyaga mahakamani. Kwa hiyo ndio maana wakatoa tu, yani Lissu atumie kama hizo wiki 2 kujielezea. Sasa ukiachana na makosa mengine ambayo tayari yameshajitokeza, atatumika kwenye rufaa kama mahakama itatoa maamuzi kwa siasa. Lakini kifupi ni kwamba kitendo cha mahakama kama haita andika summons kwa hao viongozi 7, maana yake ni kwamba watashrink ile ushahidi wa Lissu, yani watafanya uwe mdogo sana na utakuwa disorganized, kwa sababu atakuwa labda anaweza kuthibitisha au akaonyesha utetezi kuhusiana na masuala yanayohusiana na ule mkutano na ile kauli ambayo inasemekana kwamba ilichapishwa na Jambo TV kwenye mkutano wa Chadema, lakini Lissu atashindwa
kuthibitisha kwa kiwango kikubwa makosa ya uhaini kwa sababu wale mashahidi ambao walitaka sasa aje wahoji wameshindwa kujitokeza. Maana yake hapo, hiyo sio fair trial, na hata kama watamhukumu kwamba yeye una hatia kwa hawa mashahidi wanne, kitu ambacho yani hakita make sense anyway, basi hiyo ni ground kubwa sana ya kunani ya kuweza kukata rufaa kwenye mahakama ya rufani. Lakini pia itaonyesha kwamba hii kesi yani imekuwa tuseme ina political defense, kwamba mahakama wameruhusu yani siasa ingie, kwamba wale viongozi wa kisiasa wamekuwa wamelindwa kwa aina hiyo. Lakini pia Lissu nilivyosema political defense inamaanisha kwamba Lissu mwenyewe itakuwa ni hoja ambayo ameshazungumza kwamba hii kesi ni ya kisiasa, lakini hapo itaongezea nguvu katika kauli hiyo kwamba ni siasa tu zinatumika, kwa sababu kisheria hawa watu inabidi waje, isipokuwa tu rais ambaye huwezi kumshurutisha, lakini wengine hao sita inabidi waje. Kwa hiyo mambo mengine yote hayo itakuwa ni siasa tu imeletwa, na yeye ameshindwa kupata kufanya utetezi yani kwa haki ya kikatiba. Kwa hiyo kwa kifupi, mimi hii kesi ndugu zangu, mimi nimeshaona inapoenda kama nilivyoiona kesi ambayo ilivyoenda, na nilikuwa mtu wa kwanza kabisa kusema namna itakavyoisha. Ila kwa hii hapa, ngoja tuendelee kujifunza mambo mengi kwa kaka Lissu. Na mwisho kabisa, mimi ninachokiona pia ni kwamba mahakama kuu inamtumia Lissu kuweza kutengeneza sheria Tanzania. Na mimi huu mtazamo wangu kwamba mahakama yenyewe imeshaona kwamba hili bunge halina kazi, yani alifanyi kazi. Mara kadhaa mahakama inabatilisha sheria, inasema kwamba hizi ziko kinyume ya katiba. Serikali inapewa muda lakini serikali huwa haifanyii marekebisho, ikiwemo mahakama za ndani na pia mahakama za nje kama ya Afrika Mashariki. Kwa hiyo kuna mambo ambayo Lissu anayafanya sasa hivi, anayatoa kuna hoja za kisheria anaziweka ambazo mahakama huwa itafanya maamuzi ambayo yanaweza kukubaliana na hizo hoja ili kutengeneza zile case laws. Nadhani mahakama pia ina kitu ambacho inataka kujifunza kutoka kwa kaka Lissu, na kama kaka Lissu mwenyewe alivyosema kwamba wakati ana yale mambo ya kupambania haki, kuna baadhi ya majaji wanajua alikuwa nao. Kwa hiyo ni watu ambao wao wenyewe japo ni majaji lakini haina maana wanajua kila kitu. Kwa hiyo huwa wanajifunza kwa mawakili na watu wengine wenye uelewa mpana wa masuala ya sheria. Lakini nini kitatokea, sitaki kuwa mbele zaidi ya mahakama, lakini mimi binafsi, ndugu zangu, moyo wangu ni mweupe kabisa. Shukran sana. Asante sana Baba Mwita, nataka nikuulize swali kidogo tu. Hii kusema kwamba kesi itaisha tarehe fulani mbele na amjui mashahidi wataujua kwa muda gani kesi mpaka mwisho kesi ifungwe, afu majaji wakae waseme tutatoa nini hukumu itatoka tarehe fulani baadaye. Maana mimi nilikuwa naona kama kwamba kesi lazima ishe, alafu siku ya mwisho shahidi akishatoa kumaliza ushahidi wake na nini ili kutoa hukumu, wangeweza kusema kama tarehe fulani tutakuja kutoa hukumu, ndo siku ya mwisho labda kesi itakapokuisha kwa phase hiyo, kabla mtu hajakata rufaa kama kuna sababu hizo. Sasa kwa nini wanaweka tarehe kabisa kabla hata hawajajua hiyo kesi itachukua muda gani? Hii imekaa kisheria au hapo tujaribu kutufafanulia kidogo, ni kisheria hii ipo hii kwamba unaweza ukapreempt kwamba kesi hii itapita siku fulani? Shukran sana. Sasa hapa naomba nizungumze under common law jurisdiction. Ni kwamba majaji au mahakama ina wajibu wa kuweka ile time frame kwamba baada ya kupitia au kuangalia kwa juu ushahidi au wale mashahidi ambao wataletwa na upande wa utetezi, inakuwa ina ile rough time kwamba mimi nadhani hapa muda huu mpaka huu labda utetezi DPP atakuwa ameshamaliza, na kuanzia muda huu na huu defense naye atakuwa ameshamaliza. Kwa hiyo tufanye kwamba hii kesi tutaisikiliza kwa miezi mitatu kwa mfano. Lakini pia ieleweke kwamba mahakama ni chombo cha wananchi wote. Kwa hiyo wao wenyewe kama mahakama hawawezi tu wakakaa na kesi kwa mfano mwaka miaka. Mara nyingi sana wanasema kwamba wanalinda haki ya mtuhumiwa.
Kwa hiyo na ukiangalia kwa kosa hili ni kosa ambalo halina dhamana. Maana yake ni kwamba hata mahakama yenyewe hataki mtuhumiwa akae ndani kwa muda mrefu. Kwa hiyo kama ina mpango kwamba tumalize kesi kama akae ndani kwa kufungwa, kwa kukutwa na hatia, basi tufanye hivyo, lakini kama hakuna ushahidi wa kutosha, basi tumwachie. Kwa hiyo mahakama huwa inaweka time frame kwa kuzingatia mazingira hayo, na ndio maana kuna muda wakati mashahidi wanatoa ushahidi, mnakuta kwamba labda upande mmoja unaweka objection kwamba huyu anarudia majibu au anarudia maswali, au huyu maswali, au huyu analeta kitu ambacho ni kipi ambacho hakijazungumziwa, kama atakuwa alikuwa anafanya cross examination. Kwa hiyo unakuta mahakama inasema labda mshtakiwa, fanya hivi, twende mbele, au wakiona kwamba hichi kitu ni relevant, yani kinachozungumzwa hakina ni uhusiano na jambo ambalo na kesi yenyewe, basi mahakama inasema no, huko tusiende, tujikite kwenye na masuala haya, ili kuna watu, yani kuzuia watu wasipoteze muda, ikiwemo mshtakiwa au DPP mwenyewe. Na hata kwenye leo mmesikia nadhani Katuga au yule mwingine ameamka Jobu, akasema kwamba huyu anazungumzia sijui mambo ya watu kufa sijui ni nini, hayana relevance na hii kesi. Lakini mimi naamini kabisa kwamba Lissu kila anachokizungumza hiyo ni foundation, baadaye sasa ndio italeta mantiki, ndio atakuja kufanya ile connection, yani link ya alichokiweka kwenye foundation na kwenye summary yake ya mwisho, yani ile submission ya mwisho kabisa, kwamba hata mtu ambaye mwenye akili ndogo anakuja anaelewa kwamba kumbe hapa sasa amefanya summary, ndio tumeelewa kwa nini alikuwa anazungumza kile kitu mwanzoni. Kwa hiyo inaweza ikaonekana kwa upande mmoja kwamba kitu hichi ni relevant, lakini kumbe Lissu kina mantiki, na vile vile mahakama inaweza sema kaka Lissu endelea. Na lakini mwisho ni kwamba hata hao mawakili wa serikali wanaweza tu wakaweka objection, wanaweza kaweka pingamizi kwa kitu ambacho hawataki tu wananchi wakisikie, lakini kinakuwa kinahusiana na ambacho kinazungumzwa mahakamani. Kwa hiyo kwa sababu wewe kama unafanya mpango wa kuteka, wa kuua wanasiasa, maana yake hayo yote mambo yanahusiana na mambo ya siasa, mambo ya uchaguzi. Kwa hiyo kama mnaenda mnakamata watu wako na fomu, mnawakamata wanachadema, mnawanyang'anya fomu, mnawapeleka kwenye vituo vya polisi, uchaguzi ukiisha mnawaachia. Hayo mambo yote yanahusiana na mambo ya uchaguzi ambayo yametokea sasa hivi, mauaji ambayo, au hata kama sio mauaji lakini ni kwamba yalianza kuzaliwa mwanzo. Kwa hiyo kama huwezi kutrack nyuma namna yalivyoanza kujichipukia, huwezi kuelewa tumefikaje hapa. Kwa hiyo Lissu ndio ameanza hiyo foundation kuanzia mambo ya miaka hiyo ya 80 tangu akiwa mwanafunzi. Kwa hiyo tuendelee tu kujifunza, lakini kama nilivyosema kwamba kwa kuwa hii kesi inaendelea, sitazungumzia hii kesi kiundani zaidi, na mimi leo nitakuwa kama msikilizaji tu, unless kama kutakuwa na maswali ambayo labda ni ya kawaida sana. Na hata kama mkiuliza maswali siku ya leo, natakiwa niwe makini. Kama nikiona kwamba kuna namna nitaingilia au nitaharibu jambo, basi nitawaambia tusiwezi kujibu hilo. Nitatumia haki ya kukaa kimya. Shukrani. Kaka Bingi, naomba nisaidie kuuliza swali liko hapo chini. Kaka Bingi, Shujaa anasema hivi, hakuna namna international court kuingilia kati kwenye hii case. It's obvious that this isn't fair trial. Baada ya rufaa kuna uwezekano huo? Baba Mwita, hilo ndo swali. Kama utaliweza kulijibu utalijibu, kama hautaliweza, kama tulivyosema, basi utaangalia wewe mwenyewe. Shukrani sana. Kuna jambo ambalo wananchi wanatakiwa waelewe kwenye hizi mahakama za kimataifa. Kuna mahakama ambazo zinahusiana na haki za binadamu, lakini mara nyingi huwa zinahusiana na makosa ya wanasema makosa ya madai. Kwa hiyo kama unaona kwamba labda katiba imevunjwa kifungu hiki, umeenda kwenye mahakama za ndani imekataa, unaweza kutoka mahakama za nje. Kwa hiyo haziwezi kuliangalia tena hili swala la Lissu. Sababu moja kubwa sana ni kwa sababu
nani nchi zetu ni nchi huru ambazo kwanza zina mahakama zake ambazo pia tunapokuwa tunasaini mkataba kuna mambo ambayo tunakubaliana kwamba nani zile mahakama za nje zinakuwa hazina jurisdiction isipokuwa kwenye mahakama ya ICC, labda huo utakuwa mjadala mwingine. Lakini kwenye mahakama za ndani mahakama nyingine kama za Afrika Mashariki zinakuwa zimefungwa mikono kuingilia swala hili la kesi ya kijinai. Kwa hiyo ni kwamba hii kesi namna ya kuingilia ni namna ya kidiplomasia, kama kuna vyombo vya nje vinaweza kuingilia, kwa sababu ni kwamba wao wenyewe wanatakiwa waheshimu, au tumewaambia kwamba waheshimu katiba yetu. Kwa hiyo kama katiba imesema kwamba mshtakiwa atapelekwa mahakama kuu, kama atakuwa atakutwa na hatia, basi atakata rufaa kwenye mahakama ya rufani ambayo ni mahakama ya mwisho, basi inabidi waheshimu hivyo. Kwa hiyo hata kama kwa mfano Lissu ikitokea amekutwa na hatia kwenye mahakama kuu akapelekwa kwenye mahakama ya rufani akashindwa, hizo taasisi za nje haziwezi kufanya chochote, yani kumsaidia kumtoa kisheria, yani hamna. Kwa hiyo sana sana ndio labda kama kutakuwa na vikwazo, mambo ya kidiplomasia na mambo mengine, lakini Lissu watabaki kumshikilia kwenye hiyo mahakama kwa sababu yani wanaamini, lakini pia tumekubaliana kwamba hawana mamlaka, yani jurisdiction ya kuingilia katika mahakama za ndani. Nadhani mpaka hapo nimejibu kuhusiana na swala, isipokuwa tu kuna mahakama ya ICC, lakini hii hapa haihusiani na kesi ya Lissu. Mahakama ya ICC ndio pekee ambayo inaweza kufanya kesi za jinai kwa watu ambao wako ndani ya Tanzania au nchi wanachama, lakini huo ni mjadala mwingine, labda tusikilize kesi ya Lissu, lakini baadaye kama tutazungumza. Kwa hiyo hicho ndio cha kifupi. Kwa hiyo kwa sasa hivi kama nilivyosema, na Lissu sijui watu waga mnamsikiliza, najua mnamsikiliza, huwa anaongea mambo mahakamani, anaongea na sisi. Kwa hiyo kama alivyokuwa anaambia majaji kwa mfano haya mambo mimi kutetea haki za binadamu, ndio maana kuna vikwazo kutoka labda Marekani, kuna sijui taasisi hii ya kisheria imetoa kemeo, mpaka leo ametaja kuna hii nini wanaita hichi chombo cha kuhusiana na mambo ya kisheria ambacho kiko Arusha, makao yake makuu, mwezi wa 8 huu imetoa hiyo ultimatum. Kwa hiyo unaona kabisa kwamba hiyo ndo namna ya kuintervene kwenye kesi ambayo ipo kwenye mfumo wa kijinai ndani ya nchi ya Tanzania. Ndio swali nimemuelewa kwamba huo muda ambao umefikia ni kwamba ni uko fixed au yani kwamba ushahidi unaweza ukaenda beyond. Ni kwamba mahakama iko flexible pia, inapokuwa imetoa hiyo time, huo muda ni muda tu elekezi ambao wao wanadhani kwamba kutokana na huu ushahidi tuliokuwa nao, hizi nyaraka, basi muda huu tutakuwa tumemaliza. Lakini ikitokea kwamba mshtakiwa bado hajamaliza kutoa huo ushahidi, basi mahakama pia ikiamini kwamba mshahidi bado yani ana ile concrete evidence kusubmit, basi inatakiwa imuongezee muda mshtakiwa kwa sababu ya fair trial, kwamba na haki ya kikatiba kwamba anatakiwa asikilizwe kwa kikamilifu. Kwa hiyo kitendo cha mahakama, kwa mfano mshtakiwa anasema bado sijamaliza kutoa ushahidi, alafu mahakama inasema kwa sababu tulikubaliana leo imeisha, hiyo ni sababu kubwa sana ya kukatia rufaa kesi, na ikienda mahakama ya rufani hiyo kesi wanaitupa, yani kwamba wanasema kwamba hakukuwa na fair trial. Kwa hiyo yes, kwamba huo muda unaweza ukapitiliza, mahakama wata adjust huo muda wakiona kwamba inapaswa kufanya hivyo, kwamba kuna mambo ya ushahidi ambayo ni muhimu, lakini bado mshtakiwa hajapata nafasi ya kuwasilisha. Shukrani sana. Lakini pia kaka Bing, lakini pia katika huo muda unaweza ukatumiwa muda mchache, yani kwa hiyo mshahidi anapokuwa anatoa ushahidi, kwa mfano kama kaka Lissu anaweza akawaleta mashahidi wote wa Chadema akawahoji labda ndani ya siku moja au siku mbili, tufanye yeye labda anatumia wiki nzima, lakini akawa amemaliza mwanzoni kabisa mwa mwezi wa 9, yani kabla ya siku hiyo tarehe 7.
Kwa hiyo yeye akishasema tu nani mahakama mimi nimemaliza kutoa mashahidi, nafunga ushahidi wangu, basi maana yake atakuwa amemaliza wiki moja kabla. Hiyo tu nimetolea mfano. Au yani akawahoji mashahidi wote 11 ndani ya siku mbili, siku moja, vyovyote, au mahakama ilivyompa nafasi akasema bana, mimi sitaki kujitetea kwa sababu ana haki ya kukaa kimya, mahakama iamue tu kutokana na ushahidi huu wa nani wa jamhuri, basi maana yake sasa hivi tungekuwa tunasubiria mahakama itoe hukumu ya mwisho. Kwa hiyo huo muda ambao ni muda tu elekezi ambao unawasaidia majaji upande wa DPP na mshtakiwa kuelewa ni nani ile target ya muda, kwamba okay, tunatakiwa tufanye hivi ili tuweze kukutana na huu muda. Lakini ndani kwa kufanya hivyo tu tumeshawasilisha vitu vile vya msingi. Kwa hiyo muda unaweza wasifike huko au muda wakafika, lakini kutokana na kesi ya Lissu itabidi wafike na kupitiliza, kwa sababu Lissu ana mambo mengi sana ya kuonyesha Watanzania kupitia hao mashahidi ambao watakuja mahakamani. Shukran sana. Ya dada Naomi, kaka Bingi, kuna kitu ambacho nilikuwa nimejibu mwanzo kuhusiana na kwamba kuje mahakama za kimataifa zinaweza kuingilia. Kuna kitu kimoja tu cha dakika moja cha kuongezea. Kwa hiyo yote niliyozungumza yako sawa, lakini niongeza ni kwamba kwa kuwa hii kesi sasa hivi ipo, yani inasikilizwa, kwa hiyo hata kama kungekuwa na mahakama yenye mamlaka ya kuingilia isingeingilia katika hatua hii, kwa sababu ni utaratibu wa kimahakama na mahakama bado haijamtia hatiani Lissu. Kwa hiyo kwa hiyo ninachosema kwamba katika hatua hii hakuna mtu ambaye anaweza kuingilia kisheria, lakini kama kuna mambo ya kisiasa na kidiplomasia, ndio maana unakuta kwamba kuna jumuiya ya Ulaya inasema bana, hizi kesi hizi ni za kubumba kabisa, ni kesi ambazo kwa sababu wanajua na wana experience kwamba wameshaona kuna viongozi au wanasiasa wengi wamefanyiwa mambo haya katika nchi za Afrika, lakini nchi nyingine. Kwa hiyo kuingilia, watu wanaweza kuingilia kwenye hizo taasisi, lakini kisheria ni kitu ambacho hakiwezekani kwa sababu ya mamlaka and jurisdiction, lakini pia kwamba wao wenyewe wanaheshimu ile nani due process, kwamba sasa hivi mtuhumiwa ana submit kesi yake, kwa hiyo tumsikilize tuone anasema nini mpaka mwisho. Basi tuone, kama ukiona kwa mfano ikitokea kwamba wametumia tu siasa kusema kwamba Lissu ana hatia, basi hapo ndo mtaona kuna mambo mengi sana yataibuka. Lakini katika hatua hii ngoja yatakuwa ndio hayo matamko hizo nini, tuendelee tukufuatilia. Lakini kama nilivyosema, mimi binafsi naangalia, nacheka, najifunza kutoka kwa kaka Lissu, lakini niko na glasi yangu ya maji hapa, sina shida kabisa. Harrison, shikamoo mzee wangu. Sasa ila pia tu ni kwa faida ya watu wote ambao wanasikiliza, ushahidi wa aina wa kesi hii ya kaka Lissu, yani ukizingatia kwamba yeye ni shahidi lakini pia ni wakili na anajitetea mwenyewe, ni kitu ambacho si kwamba ni cha kipekee sana, lakini nasema huwa kinatokea mara chache sana. Mara nyingi watuhumiwa yani baada ya DPP kufunga ushahidi, mara nyingi sana watuhumiwa huwa wanakuwa na mawakili ambao wanawafanyia examination in chief, alafu baadaye nani DPP anafanya cross, alafu inakuja re-examination. Lakini kwa hii nani, kwa utaratibu huo yule wakili ambaye anafanya examination in chief anakuwa yani yuko limited, hajui maisha yako kivile sana kama ambavyo wewe utajielezea. Sasa kwenye mahakama unapokuwa unaelezea kama story au chochote, kila kitu ambacho unaelezea kinakuwa yani wewe unakuwa umepanga uelezee hiki kitu katika hatua ya awali, ili baadaye unapofanya ile summary yako watu wataelewa, aha, kumbe ndio maana alikuwa anaelewa anazungumza hichi. Na ndio maana nimesema kwamba bado kaka Lissu anatoa ushahidi, nisiingilie sana, lakini baadaye mtaona atakapokuwa anamalizia submission yake, mtaelewa kwa nini alikuwa anazungumzia haya mambo, kwamba kwa mfano alivyoanza kuzungumza wiki iliyopita, unaona kabisa kwamba kwanza kile ambacho alikizungumza chote kwanza kilionyesha kwamba kumbe Lissu ni mtu wa heshima, yani sio mtu muhuni tu ambaye anaweza akakaa na vikundi vya magaidi kufanya nani mapinduzi. Kwa hiyo Lissu ni mtu wa heshima,
Alafu kitu kingine ni kwamba akaonyesha kwamba give me a second. Alright. Kuna mtu amekuja, kuna fundi amekuja hapa anataka ananitengenezea kitu. Kwa hiyo ngoja baba Happyson, labda nadhani nitarudi baada ya kama dakika 5. Kalewa hapo kwenye nani, kuna vijana wake hapa wanatuambia nyie ambao mnasema maridhiano hamjui, he is a statesman, hamjui nani mwenyekiti ana plan gani. Jamani, plani hizo tuambieni na sisi tuzijue. No, hatuwezi tukaweka kila kitu hadharani, this is a political party bwana. Yani mambo mengine lazima yafanyike chini ya naniliu, sio lazima kila kitu kiwekwe hadharani. Jamani, huyu kaenda kukutana na rais mnakuja tunasema kwamba vile alivyoenda kukutana naye na wanayojadili hatuyajui. Hapana, do you know nothing about kasema jamani, kweli huyu statement labda ana mpango wake ndo huo ukaenda kutuuza. Alikuwa na mpango wa kutuuza. Bora hata tulivyomtoa, wallahi billahi, bora tulivyomtoa. Mwenzake yuko ndani kakaa kimya kimya. Hapana, hiyo hata kama ni rombaya, yani hata kama hasira, hata kama nini, yani hata kama una kinyongo, yani hata kama una nini, it's just too much. Yani hata ile kinafiki angesema mwenzake yuko ndani, yeye kakaa kimya, hata kukemea, hata kufanya chochote, alafu yuko kule eti project and life. Ni alisema nini? Game changer, pumbavu zake. Basi tu yani, basi tu Mbowe, basi tu yani. Mimi kinachoniuma ni kwamba tulipoteza muda, yani tumepoteza pesa nyingi sana, tumepoteza muda wetu mwingi sana, miaka 22 yote kwa ajili ya huyu baba, alafu kumbe hata sio mnani wa kweli, sio mpinzani wa kweli, sio ni nini, alikuwa anafanya tu mark time. Na naamini kwamba tusingekuwa na Mbowe kwenye hiyo kipindi cha miaka 20, na Chadema tungekuwa tushachukua nchi muda mrefu sana, kwa sababu Mbowe ndo alikuwa anatutuliza. Mbowe ndo alikuwa anatutuliza. Wote mnakumbuka ilipotokea kwa mzee Kibao pale yule mtu wa CCM anataka kuongea pale, watu wanaanza kupiga kelele, Mbowe anakuja itie statement. Huyo statement my foot statement, tulieni vijana, na vijana nao kama wajinga watu wakatulia. Haya, what happened? Nothing. Alikuwa hana mpango wa kufanya lolote, alikuwa hana mpango wa kuchukua any measures, alikuwa na nini? Alikuwa tu anataka awape chance watu wa CCM waongee, wajisafishe, wasionekane kwamba ni wabaya. Hiyo mpango. Twendeni kwenye naniliu tulioshinda uchaguzi ule wa kipindi cha naniliu cha Lowassa, ule uchaguzi Chadema nini, Ukawa walishinda naniliu, watu wakawa wanapiga kelele sana, viongozi wengine na watu wengine, twendeni barabarani teni barabarani teni, watu barabarani, waambieni watu hawajashinda. Yeye akakataa, akasema hapana, viongozi wa dini wakaitwa pale, wakaweka mambo sawa, kwa sababu alikuwa anajua, yani alikuwa anajua nia yake ilikuwa sio kwamba eti Chadema ishinde ichukue madaraka, no. Yeye alikuwa pale kwa ajili ya kuwapotezea, yani kuhakikisha kwamba CCM they are leading comfortably, yani hawatolewi kwenye kile kiti ambapo upinzani utaonekana una madaraka, yeye Mbowe ataleta 1 2 3, alafu mtapoteza nguvu. Kuna tena kipindi cha Dr. Slaa alishinda uchaguzi, nini kilichotokea? Tukabembelezana hapa viongozi wa nanili, tuitane viongozi wa dini, sijui nini, wizi mtupu. Tusingekuwa na Mbowe yani miaka hiyo yote tungekuwa tumeshinda. Na hili litaka kujitokeza juzi pia, huu wizi wa kudanganya watu juzi kwenye uchaguzi wa Lissu. Yani Mbowe aliona kuliko akae chini na Lissu wakubaliane jinsi ya kuendesha chama na jinsi watakavyokubaliana, sio kuendesha, kwa sababu sio maridhiano, jinsi nani anashinda na nani anashindwa. Mbowe yeye akasema huyu mtu ngoja tuwaite viongozi wa dini wakae. Lissu asingekuwa amekataa ndaniliu ushauri wa viongozi wa dini, sijui amekataa leo ambao na viongozi wa dini, akasema tuwaachie wajumbe waamue na wanachama waamue, I'm sure sasa hivi viongozi wa dini wangekuwa Mbowe sijui statement sijui nini, aachiwe miaka mingine 5. Yani baba mimi, yani hapana. Dada Naomi, naomba nimepata mgeni mara moja, niko nitaendelea baadaye. Sasa dada Eva, mimi nikushukuru. Sasa wadau, ngoja wale, kuna watu wamesema kuna ndugu yangu Chafi hapa ameniambia dada Naomi, kwa kweli maneno yako wakati mwingine anaumiza watu. Jamani, ndio hivyo, mnivumilie tu. Unajua ukishachanganya udharamu na ukweli inakuwa tafarani. Yani na ukweli lazima tuseme vitu lipipo kwenye kumbukumbu.
Mmekumbuka kunja ngumi, mwamba tuvushe,